Sifuna hata kupatia ajenda, ni sisi hapa chini tutakupatia ajenda. Na nataka nianze na kukuambia hivi. Ajenda yetu ya kwanza yenye tunataka kijana yetu akiingia kwa hiyo uongozi, tunataka hivi. Kazi irudi kwa vijana, sio kwa wazee. Na tumekaa tukafanya research. Ni namna gani hawa vijana wetu watapata kazi? Tumeona kazi mingi ya vijana ikiwa kwa maofisi. Tumeiona, tumefanya research. Kazi mingi sana iko kwa serikali ya vijana. Na kuna mahali imejificha. Nataka nikuambie hivi kijana wetu wa Kenya. Kijana yoyote akihitaji kazi kutoka kwako, nataka nikuambie vile hiyo kazi itapatikana kwa ujumla. Mimi salamu zangu zinawaendea Wakenya wote. Na kama sijasahau, mimi kwa majina naitwa Sifuna. Na ningependa kuambia hivi. Kuna watu wengi sana plus the President of Republic of Kenya wakisema sisi hatuna ajenda. Nataka nimwambie hivi. Sifuna hata kupatia ajenda, ni sisi hapa chini tutakupatia ajenda. Na nataka nianze na kukuambia hivi. Ajenda yetu ya kwanza yenye tunataka kijana yetu akiingia kwa hiyo uongozi, tunataka hivi. Kazi irudi kwa vijana, sio kwa wazee. Na tumekaa tukafanya research. Ni namna gani hawa vijana wetu watapata kazi? Tumeona kazi mingi ya vijana ikiwa kwa maofisi. Tumeiona, tumefanya research. Kazi mingi sana iko kwa serikali ya vijana. Na kuna mahali imejificha. Nataka nikuambie hivi kijana wetu wa Kenya. Kijana yoyote akihitaji kazi kutoka kwako, nataka nikuambie vile hiyo kazi itapatikana. Mzee wote ako kwa serikali, ako kwa jeshi, ako kwa polisi na amefikisha miaka 60, aende nyumbani. Hao wazee wote waende nyumbani. Na kunaweza kutokea leakage mahali fulani ambapo ni kwa NGO. Ingawaje Yesu umefanya kazi na serikali na nyote mmetumwa nyumbani juu ya miaka zenu, ukitaka tena kutafuta kazi ni kama ni kwa NGO, kijana wetu weka ribiti huko. Tunataka vijana wetu wapate, hata kama ni kwa NGO, hata kama ni kwa serikali, tutadili tu na miaka. Na hii kitu ya kusema ati ninaandika mtu wa ukoo, usigonge wazee sana. Mtu wa ukoo, nataka nikwambie hivi. Sisi hatujagonga. Nataka nikwambie hivi, kijana yetu hatujakataa. Angalia vile ndugu yetu wa Ford Kenya amefanya. Amechukua Nahumicha, amechukua Susan na wengine na Debora, wote ni wajomba zake, wote ni wa familia yake. Kwani Wabukusu hawana vijana wengine ama wana wasichana wengine wa kuweka pale? Nataka hivi, wakati tumeanza kukutafutia clue ya kuajiri vijana wote Kenya kazi, nataka nikuambie, mimi kwanza nataka kuwa advisor wako. Niko na miaka karibu 11 hivi ndio nigonge kule 60. Bado nitakuwa na kachanzi kusaidia mahali. Nataka nikuambie hivi kijana yetu, kila mtu, naona wazee kule kwa jeshi, naona wazee kule kwa polisi, hata hawezi kukimbiza vijana, hawezi kukimbiza mwizi. Wanafanya nini? Wanafanya nini pale? Angalia kwa mzee wetu atuoli. Kuna mama anatembea kilimp ati ndio ni secretary. How? Above 60. Why? Nataka nikuambie hivi. Ndugu yetu, ukiingia kwa serikali, fagia. Watoto wetu wana graduate time to time, year to year, watoto wana graduate. Alafu kuna jambo moja nataka nikuambie kijana yetu. Watoto wa watu wamesoma,
wanatembea na makaratasi za degree, diploma, hata certificate. But kuna wazee hawajawahi soma, wakipata MP ndio wanakimbia kutafuta mahali watasoma, ati ako ofisini. Ukienda kumuuliza, ukienda ofisini uulize unatafuta kufanya kazi fulani ama unataka uwasilishe ujumbe fulani, unaambiwa mkubwa ako shuleni, na ako shule through online. How? Kwani anaenda shule ama anaenda kazi? Ati ako ofisini, hapo ndio darasani anafanyia pale masomo yake ya online. Na mmewacha watoto walisomesha na wazazi wao, na pesa ya kulimia watu, na pesa ya kufagilia watu, na pesa ya watchman. Wazazi walitoa jasho wakasomesha watoto, alafu munaenda kutuwekea ligizee la miaka 50 ati linasoma online. How? Mimi nataka niulize Wakenya kusema tu kweli. Hata kama yes, mnaweza sema ati mimi namchukia Ruto. Mimi simchukii Ruto, lakini kwa sababu alipata maadvisors wenye hawana akili, alipata maadvisors wenye hata hawezi kumsaidia chochote, mpaka yeye amelina in that way. Nataka nikwambia hata na wewe maliza uende. Sababu yes, mimi sikupatia kura, ndugu zetu wa Western walikupatia kura, na wakati uliingia kama president ilibidi na mimi niamue wewe wape, nikakupa, nikasema wewe ni president wangu, lakini umetuangusha kabisa. Nataka nikuambie vijana wetu wanastahili kazi. Wacheni kutuambia utapatia vijana wetu wenye wamegraduate degree, diploma, PhD kama hiyo yako, ati saa hii unawaambia wanaenda kwa mjengo kwa kazi yako. Mr. President, sitaki kuendelea hapo zaidi. Nitafute nikupatia advice. Nitaramuke kule kwa Nyanza. Nataka niambie Mama Gladys Wanga, please. Naona unatumana unanitafuta, na sijui unanitafuta na lengo gani. Wacha nikuambie, yes, mimi ni maskini jeuri. Nataka nikuambie, pesa zako hazitanipatia uhai, bali yako haitanipatia uhai. Nataka nikuambie hivi, Madam Gladys, nataka tusaidiane hivi. Kuna kitu Sifuna anakuja Homa Bay, na tulikuambia hapo kwako kwa ofisi ya governor ndio tunafanyia mkutano, kwa sababu umetunyima uwanja ya ushuru ya Wakenya, imejengwa na ushuru ya Wakenya. Hapo kwako kwa ofisi ndio tunakuja kufanyia mkutano wa Linda Mwananchi. Watu wote wa Homa Bay, si wote wenye wako hiyo ODM yako waliama. Na napasha ujumbe kwa wana Homa Bay wenye wametuambia wao wanatukaribisha. Kongole kwa wana Homa Bay wenye mnatukaribisha. Tutakuja hapo na hatuogopi na tutakibizana. Baba hakuwa mjinga, akatufundisha sisi watu wa ODM. Tunajua ODM about ugunism yenye iko kwa ODM, tunajua kudeal nao. Nataka nikwambie kama mama, mlianza kuweka ati ni homecoming ya Bensouda, mkaona hapo italete vita sana. Sasa hivi mnatuambia sijui ni party ya nini, tena mmetoa pale, tena mmeweka, yani mnatafuta tukijisababu, yani mpaka muweke mkutano kule. Nataka nikwambie hivi, Madam Gladys Wanga, wacha hiyo upuzi unafanya. Sisi tumekaa kwa ODM, na hii akili yenye tunaongea nayo, hii spirit yenye tunaongea nayo, freedom of speech ilitoka kwa baba Raila Amolo Odinga. Kama sio hii baba Amolo Raila Odinga, sisi hata wamama hatungekuwa tunaongea katika vyombo za habari kama hizi. Nataka nikwambie wewe mama, Raila alikufa, lakini kwa miguu za Raila tunaishi, tunatembea, tunaongea. Wacha kuua kabisa hata spirit ya baba. Nataka nikwambie, hata ufanye nini Homa Bay governor ulienda,
Hata utafute kwa uvumba na mali ugavana Homa Bay ulienda. Wacha nikwambie, nataka nikwambie kwa sababu umetuletea pale mzee anaongea Kijaluo, yani kukashifu sisi jamii ya Mulembe. Nataka nikwambie hivi, hata kuna wazee wengine huko walinda mwananchi wanaweza kujitokeza na waongea na lugha ya Kijaluo na kutubariki sisi wale wenye tunaenda kule, kwa sababu wakati nimewapatia kura zetu hizi miaka zote karibu 24 Raila akiwa kwa uongozi, hatukuwa tunacheza na kura za Raila. Hata hakuna kura zilitokanga Nyanza kuliko kura za kutoka Western. Unatafuta nini Sifuna? Huyu kijana mdogo namtafuta nini? Nataka nikwambie wewe Gladys Wanga, haki walai mbele ya Mwenyezi Mungu, ukishinda hiyo kiti ya Homa Bay utakuja kunisalimia kwa mkono. Homa Bay unatolewa asubuhi na mapema. Na wacha nikuambie, siku yenye itatangazwa umetolewa governor, nitakutafuta. Na kama ni asubuhi, kama ni mchana, nimekuambia naitwa maskini jeuri, nitakununulia Prado. Usiniangalie vile niko, nitakununulia Prado. Ikiwa utashinda hiyo kiti ya governor, nitakununulia Prado. Kwa sababu hiyo ndio umenyang'anya kijana yetu. Wakati amepewa Prado na baba, inakuuma mpaka unasikilia unataka uitapike. Nataka nikuambie Madam Gladys Wanga, nasikia umetumana unanitafuta. Sijui unanitafuta kwa hali gani. Mimi sijui kama mimi ni klasi yako. Mimi ni mtu wa chini sana. Na nimekuambia mimi ni maskini jeuri. Mimi ni wa chini. Sitembelei kwa gari. Sina gari. Mimi mbona barabarani gari naenda Western Province. Nataka nikuambie hivi, kiti ya ugavana hauoni ngo.